Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matokeo ya kila siku kwa yale yanayoendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya mashariki ambako hali ya usalama bado ni tete. Na leo tarehe 8 Machi mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako shambulio la kulengwa lililofanywa na ndege isiyo na rubani ya kijeshi ama drone ya vikosi vya jeshi la Kongo FARDC lililenga mapema asubuhi ya jana Jumamosi tarehe 7 Machi mwaka 2026 nafasi kadhaa zilizokuwa zikishikiliwa na wahasi wa M23 wa FCRDF katika eneo la Mushaki lililoko katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya ndani vinavyofanana vya taarifa, vinadai ya kwamba operesheni hiyo ilifanyika majira ya saa 12 alfajiri ama 6h du matin, maeneo mawili tofauti yaliyokuwa yakikaliwa na wapiganaji wa muungano wa wahasi yaliripotiwa kulengwa kwa usahihi. Shambulio la kwanza lilipiga nafasi iliyoko ndani ya shamba linalomilikiwa na mfanyabiashara na mbunge wa zamani wa jimbo Edward Mwagachuchu, hasa katika eneo la Misekera. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka eneo hilo, wapiganaji wa M23 pamoja na washirika wao walikuwa wakitumia makazi yanayohusishwa na mwanasiasa huyo wa zamani karibu na katikati ya mji wa Mushaki. Shambulio la pili linaripotiwa kutokea karibu na miundombinu ya mawasiliano inayojulikana na wakazi wa eneo hilo kama kwa Baudouin, pia karibu na mji wa Mushaki. Vyanzo vya ndani tayari vinaripoti kuwa wapiganaji kadhaa wa muungano wa wahasi waliuawa huku wengine wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, hadi wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii hakukuwa na takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa. Lililoko kwenye takriban kilomita 20 kutoka mji wa Sake, eneo la Mushaki linachukuliwa kuwa moja ya maeneo ya kimkakati katika wilaya ya Masisi katika mzozo unaokabili vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya wahasi wa M23 RDF. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo hilo ambalo mara kwa mara hukumbwa na mapigano na harakati za kijeshi. Mamlaka za kijeshi bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya kina ya shambulio hilo, huku tathmini kamili ya madhara inatarajiwa kutolewa katika muda mwingine. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kusini, mapigano yameripotiwa Jumamosi hii ya tarehe 7 Machi katika kijiji cha Gakenke kilichoko katika eneo la Minembwe kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanajeshi wa Kongo FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo waliingia katika mapigano dhidi ya makundi ya wahasi yanayofanya shughuli katika eneo hilo la milima ya juu. Vyanzo hivyo pia vinaeleza kuwa vikosi vya serikali vilijibu kile wanachokiona kuwa ni uchokozi kutoka kwa wapiganaji wanaohusishwa na makundi ya Twirwaneho, Red Tabara pamoja na baadhi ya wapiganaji wanaohusishwa na M23 RDF, kundi ambalo Kongo imekuwa ikishutumu mara kwa mara kupokea msaada kutoka nchi jirani ya Rwanda. Mapigano hayo yanaripotiwa kuendelea katika maeneo kadhaa yanayozunguka Gakenke, kijiji kinachochukuliwa kuwa na umuhimu wa kimkakati katika nyanda za juu za Minembwe. Eneo hili limekuwa kwa miaka kadhaa likikumbwa na uwepo wa makundi mengi ya wahasi pamoja na hali ya mara kwa mara ya mvutano wa kiusalama. Baadhi ya vyanzo vilivyo karibu na eneo la mapigano vinaeleza kuwa wapiganaji wa makundi ya wahasi wanakabiliwa na matatizo ya upatikanaji wa risasi katika uwanja wa vita. Hata hivyo, taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi na chanzo huru. Kwa sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo hilo, huku wakazi wa karibu wakifuatilia kwa hofu maendeleo ya mapigano hayo.
Na turejee tena huko jimboni Kivu Kaskazini, ambapo kijiji cha Gakombe katika eneo la madini la Rubaya, wilaya ya Masisi mkoani humo, kimekumbwa na maporomoko ya ardhi hiyo jana Jumamosi tarehe 7 Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vinadai ya kwamba madarasa kadhaa ya migodi ya kienyeji na nyumba za wakazi wa kijiji kidogo cha Gatabi yameanguka zikizama na kuzikumba sehemu kubwa ya wachimbaji madini wa kienyeji chini ya maporomoko ya udongo na matope. Tukio hili limetokea katika eneo linalodhibitiwa na muungano wa wahasi wa M23 FCRDF ambao wanachimba kihalifu vyanzo vya coltani na kasiterite vya Rubaya kwa ajili ya kufadhili operesheni zao za kijeshi. Wachimbaji madini wa kienyeji wakifanya kazi katika hali hatarishi sana walikumbwa moja kwa moja na kuanguka kwa milima iliyodhoofishwa na uchimbaji wa kina na usio na utaratibu. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizokusanywa kutoka vyanzo vya ndani, ni zaidi ya watu 262 ama 262 personnes ndio ambao wamefariki dunia katika tukio hilo, wakiwemo watoto 82 ama 82 mineurs. Angalau nyumba 30 ama 30 maisons zimezama katika kijiji jirani zikishikilia wakazi wake. Katika mji mdogo wa Kalambairo uliopo katika eneo la Kashovu, vifo vya watu 62 ama 60 personnes mortes vimeripotiwa, wakiwemo watoto 35 ama 35 mineurs. Zaidi ya wachimbaji 200 ama 200 creuseurs wa kienyeji wako miongoni mwa waliopoteza maisha, ikiwa ni pamoja na watoto 47 ama 47 mineurs waliokuwa wakishughulika na shughuli za kusafisha madini, shughuli ya kawaida katika uchimbaji huu usio rasmi. Tukio hili linaingizwa katika historia ya mfululizo wa majanga yanayojirudia katika eneo hilo. Kama vile tarehe 28 Januari mwaka 2026, maporomoko ya ardhi yaliwaua zaidi ya watu 400 ama 400 personnes katika mashimo ya uchimbaji wa kienyeji huko Rubaya. Mnamo tarehe 3 Machi mwaka 2026, maporomoko mengine yaliwaua zaidi ya watu 300 ama 300 personnes katika eneo lile. Mwezi Juni mwaka 2025, tukio la awali katika eneo la Biba Tama liliwaua zaidi ya watu 700 ama plus de 700 personnes mortes. Wataalamu wa uchimbaji wa madini wanasema kwamba mchanganyiko wa milima isiyo imara, visima vilivyochimbwa kwa mkono na maporomoko ya maji kwenye milima umefanya mashimo kuwa hatarishi sana kwa maporomoko ila ardhi. Mashimo haya mara nyingi hufika mita 150 ama 150 metre za profondeur ama za kina zaidi ya kiwapo kinachokubalika kwa uchimbaji wa kienyeji salama. Licha ya majanga haya yanayojirudia, uchimbaji wa madini unaendelea usiku na mchana bila udhibiti wowote wa kiufundi au taratibu za usalama katika eneo lililoainishwa kama eneo jekundu na mamlaka za Kongo. Hali hii inaonyesha hatari kubwa zinazohusiana na uchimbaji wa madini katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa makundi ya wahasi, ambapo rasilimali za asili hutumika kama chanzo cha kifedha kwa ajili ya vita. Rubaya bado ni moja ya vituo vikuu vya kimataifa vya uchimbaji wa coltani, madini muhimu kwa utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki kama simu za mkononi, kompyuta na mashine za viwanda. Makadirio kadhaa yanayoonyesha kwamba eneo hili linachangia sehemu kubwa ya usambazaji wa tantale duniani. Kwa maoni ya waangalizi na mashirika ya eneo, majanga haya yanaonyesha gharama kubwa la kibinadamu linalotokana na uchimbaji wa madini usiopangiliwa katika eneo la mzozo. Wakati wakazi na wachimbaji wa madini wanaendelea kulipa gharama hii, huku makundi ya wahasi yakizidi kuchimba bila kujali maisha ya binadamu au hatari za mazingira. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ni kwambako tunakwenda kukomesha awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kufaidi habari
habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Asante.